Naam, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo tutajifundisha aya 10 zinazoleta mvuto wa ajabu katika mwili wa mtu au katika biashara yake, na zitakazomfanya akubalike katika jamii. Kama wewe unatamani kuwa na mvuto wa ajabu katika mwili wako, yani upendwe na kila mmoja, basi kuna aya miongoni mwa aya za Qur'ani zinazoweza kufanya kazi hiyo. Lakini pia kama unahitaji kuwa na mvuto wa kibiashara na ukubalike katika jamii yako unayoishi, basi zipo aya zinazoweza kukusaidia katika jambo hilo. Sasa utaratibu wa aya hizi nitakufundisha, nitakuelekeza namna zinavyosomwa na zinavyofanya kazi. Hizi ni miongoni mwa aya ambazo zimekuwa na visa vingi sana, lakini nakikumbuka kisa kimoja cha muda mrefu kidogo. Aliwahi kunihadithia bwana mmoja, akaniambia, "Sheikh, nilipozitumia aya hizi yani nashangaa, napendwa mpaka na watoto wadogo. Napendwa yani mpaka hizi shikamoo nimeanza kuzikataa. Sasa kila mtu akiniona mimi anatamani kunisalimia, anatamani hivi, anatamani aseme na mimi. Hata nikimwambia jamani mimi nawahi, anasema hapana, basi ukirudi upitie na hapa." Yani amekuwa ni mtu ambaye kila akionekana anavutia kweli kweli. Sasa huyu hata kwenye akisimama kwenye biashara yako, watu watakuja kwenye biashara yako wanajaa kwa ajili yake tu. Akiondoka na wenyewe watu wanaondoka. Sasa kama anauza yeye, akasasheni maajabu kweli kweli. Huyu mtu alinihadithia hichi kisa, yuko katika mkoa wa Iringa. Sasa leo mimi nitakufundisha aya hizi, japokuwa tumeshazifundisha muda mrefu sana, kama miaka 3 nyuma iliyopita, na watu wengi hawana utaratibu wa kuzikagua zile klipu za muda mrefu. Lakini vitu kama hivi vyenye faida lazima tuvifundishe tena, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanafuatilia ambao hawajazipitia hizo aya. Hizi aya zipo katika sura tofauti tofauti ndani ya Qur'an tukufu, hazipo sehemu moja. Na leo nitakufahamisha ni aya ipi inapatikana sura gani, kuanzia wapi. Kuna aya zingine ni aya nzima na kuna zingine ni aya nusu. Kwa nitakwambia aya fulani inapatikana wapi, isomwe vipi, na aya fulani inapatikana wapi, isomwe kipande fulani tu. Kwa hiyo aya hizi zina faida nyingi, na hizi aya takazo kufundisha hapa zote zinatakiwa zisomwe kwa idadi ya mara 41. Yani kila aya moja taka kufundisha hapa unatakiwa usome kwa idadi ya mara 41. Ukifanya hivyo, hakika utapata mvuto wa ajabu na utakubalika katika maeneo mbalimbali, iwe ni kwenye biashara, iwe ni ofisini, iwe ni kazini, iwe ni viwandani, utakubalika. Na ukikubalika, vitu vitapatikana, vitu vingi. Utaweza ukapata mshahara mzuri, ukaongezewa cheo kwa msimamizi badala ya kuwa mfanyakazi. Vitu kama hivyo huwa vinatokea sana. Kwa hiyo kwa wale wafanyakazi na wale wenye wanahitaji vyovyo zinawafaa sana. Lakini pia hata kwa wale ambao hawakubaliki, kuna mwingine ukienda kukopa pesa watu mpaka wanakujadili, bwana nenda utarudi baadaye. Alafu kisha toka wanaanza kusema ni bwana yani hataki kufanya kazi kabisa. Yeye imekuwa ni mtu wa kuombaomba tu. Kumbe wewe mwenyewe unafanya kazi lakini unakwama na matatizo yanakuwa ni mengi, kipato Mungu amekidogosha. Basi unakuta watu hata wanakufikiria ukirudi, sasa bwana ilikuwa imewezekana lakini kuna mambo yameingiliana, kwa bwana imeshindikana. Unajikuta unakuwa mnyonge zaidi. Sasa hivyo vyote ni kutokukubalika kwenye jamii. Lakini kama unakubalika, kuna watu akisema shida yake, kila mmoja anatamani hata amsaidie yeye. Yani ndio utachagua nisaidiwe na nani. Kuna mwingine akisema shida yake, kila mmoja anamgeuzia mgongo, hataki hata kabisa kumsikiliza. Kwa hiyo ni mambo ya kutokukubalika tu hayo. Na kama mtu atazoma aya hizo katika maji ya mvua, hizi ni faida za aya hizo. Kama mtu atasoma aya hizo katika maji ya mvua, kisha maji hayo akawa ni mwenye kuyaoga, basi mtu huyo
atakuwa ni mwenye kupendwa na kila mtu anayemtazama. Sharti maji yao ya mvua. Sasa saizi tunafundishana hivi, tuko katika miezi ya mvua. Kwa Tanzania mikoa mingi sana mvua zinanyesha, hata hii Afrika Mashariki sehemu kubwa mvua zinanyesha. Kwa hiyo hii ni fursa. Na maji ya mvua yanayotakiwa ni yale maji ya mvua ya kutegwa. Ukisikia maji ya mvua, ni maji ya mvua ya kutegwa. Yaani unachokifanya, unachukua chombo chako kama ni beseni, mvua zikianza kunyesha pale unaliweka katikati ya uwanja. Yaani yale maji yatoke mbinguni au mawinguni moja kwa moja mpaka kwenye kile chombo, asipitie kwenye mgongo wa bati au yale manini wanayaweka kwenye bati, kwamba maji yakishapita yanapita kwenye mapaipu, si mabomba ndio yanamwagwa kule. Hapana. Maji yatoke moja kwa moja mawinguni yaingie kwenye kile chombo, ndio yanahitajika maji haya. Kwa popote pote akamwambia tumia maji ya mvua, sio maji tu ya mvua yametegwa tu kwenye bati, hapana. Japo yanaweza kafaa, lakini maji ya mvua mazuri yale yanayotoka moja kwa moja mbinguni yanashuka. Na yale maji yanaposhuka, yale siri iliyopo pale, mvua inaponyesha huwa malaika wengi sana wanashuka, na wanashuka kulingana na yale matone. Yaani nidhamu ya mvua inavyomilikiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu amemwandaa kila malaika mmoja anashusha tone moja. Kwa mvua inaponyesha pale, malaika mmoja anashuka nalo ile tone, akishalifikisha ardhini anarudi mbinguni, anakuwa kazi yake imeisha. Huyo anasubiri mpaka kiyama. Kwa hiyo wakati wa mvua malaika wengi huwa wanashuka kutokana na ile matone ya mvua unayoyaona pale. Kuna siri kubwa katika elimu ya viumbe. Sasa hizi siri zingine tunashindwa kuzisema kwa sababu kila mvua inaponyesha wanashusha. Hivyo kila mvua inaponyesha malaika wanashuka, na akishuka mmoja akashuka na ile tone, siku hiyo kazi yake imeisha. Hafanyi kazi tena yoyote mpaka kiyama kinasimama. Sababu malaika wapo wengi na wana kazi nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo wapo malaika wa mvua, wapo malaika wa riziki, wapo malaika wa upepo, wapo malaika wa hivi wa vile. Kwa ndo maana unashauriwa hata wewe mtu unayependa kusoma dua, wakati wa mvua pendelea kusoma sana dua za kheri, kwa sababu malaika wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo kukubalika dua ile inakuwa ni vyepesi zaidi. Ukitaka kuyajua haya, kasome katika elimu ya viumbe, hususan malaika, ujue wanafanyaje kazi na ni muda gani wanashuka zaidi katika migongo yetu wa ardhi. Zipo mida maalum, sio kila muda wanashuka. Kuna mida maalum. Mfano mzuri mwingine, nikupe mfano mzuri, kipindi kile cha alfajiri, kabla alfajiri ile majira saa 9 pale, saa 10, si unasikiaga jogozi na wika sana pale malaika wao wanabadilishana, wengine wanashuka wengine wanapanda. Sasa unaweza kusema hivi imekaje? Kasome katika vitabu vya elimu ya viumbe, huko utakutana na hizo habari. Kwa hiyo kama mtu yote atazisoma aya hizi katika maji ya mvua kisha akayaoga maji hayo, mtu huyo atakuwa ni mwenye kupendwa na kila mtu anayemtazama mtu huyo. Lakini pia faida nyingine ya hizi 10 zenye kuleta mvuto, kama mtu atazisoma aya hizo katika tunda tamu au chakula kitamu, kisha akampa mtu au watu kwa nia kwamba wampende yeye, kisha chakula hicho wakawa ni wenye kukila, hakika watampenda sana mtu huyo watu waliokula. Mfano wewe ni baba, ni mama, unakuta watoto umewazaa wewe, unawalisha wewe, unawasomesha wewe, unawavisha, ila wakupendi na haujui sababu ni nini. Inawezekana wamehusudiwa, wale wamefanywa husuda, wamchukie mzazi wao. Wasomee hivi, waweke kwenye chakula, wakupende, kwa sababu hakuna kitu kinachoumiza kama vile wewe ni baba, unaemea pale, unawatunza watu, unawalipa kodi, unawajengea manyumba, lakini wale wote wanasema hii ni haki yetu kufanyiwa, ila hawakuheshimu wala hawakupendi. Inauma sana. Na hilo wanajuaga wazazi tu, ila anashindwa akufanyeje kwa sababu ni mtoto wake. Akufanyeje? Ndio ile wazazi wenye roho za karibu anakufukuza, anakuambia toka hapa bwana, ukatafute maisha yako, uweze kuleta dharau mbele ya nyumba yangu mimi. Lakini ile ni hatua kubwa sana, na anakuwa ameshindwa kuvumilia, lakini ni haki yake kufanywa, lakini naye anatakiwa atimize haki ya kukuheshimu. Faida nyingine ya hizi ni kwamba mtu akizisoma aya hizo, yani ukazisoma tu hizo aya, achilia mbali hujasomea kwenye maji, hujasomea kwenye chakula, ukazisoma tu hizo aya, basi mtu huyo atakuwa ni mwenye maneno matamu sana mbele ya watu pindi anapozungumza. Ndio ile pale ukifika hata kwenye vijio vya watu ukawasalimia, wanatamani uendelee kuwepo. Yaani kila mmoja anatamani azungumze na wewe, kila mmoja anatamani akusikilize wewe.
Na huyu mtu akianza kuzungumza, watu hawatamani aache kuzungumza. Sema endelea bwana, endelea. Hata kama umaliza sema endelea tu bwana, endelea wewe zungumza chochote, zungumza chochote. Wanaona raha venye unazungumza. Haya ni maajabu Lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu ameweka katika utukufu wa maneno yake. Lakini Mwenyezi Mungu hajakuacha hivi hivi. Msomaji pia wa aya hizo 10 zenye kuleta mvuto, watu watapenda kukaa naye pamoja na kushirikiana naye. Pia watapenda kumsikiliza kwa kila atakachokiongea. Hizi ni faida za aya 10 zenye kuleta mvuto. Ni zipi hizo aya 10 zenye kuleta mvuto? Sasa hapa tuwe makini. Hizi aya zimetofautiana, haziko kwenye sura moja, wala usije ukalili kwamba labda kuna sura fulani ndani ya Qur'an ndio imezieleza hizo aya zote. Nisikilize vizuri. Tena kama una kalamu na karatasi, andika kabisa. Aya ya kwanza inapatikana katika sura Twaha. Kuna sura inaitwa sura Twaha. Ukisoma kwenye Qur'an tukufu kule ndani kule. Katika sura Twaha kuanzia aya 39 mpaka aya 40. Lakini katika hiyo sura hiyo aya 39 unaanzia kwenye yale maneno yanayosema wa alkaitu. Wa alkaitu, kuna maneno yametangulia hapa mwanzo ukiwa unasoma hiyo aya ya 39, kuna maneno yametangulia, lakini baadaye unaanzia pale kwenye wa alkaitu ndio unaanza kusoma. Ukishasoma unakwenda kwenye hii aya 40, unaishia au ishi mwisho wa hiyo aya 40, unaishia kwenye maneno yanasema wafatanaka futuna. Hapo ndipo unapoishia. Kwa aka kipande kuanzia wa alkaitu mpaka wafatanaka futuna ndiko unakokasoma katika aya ya 39 mpaka aya 40. Kwa hiyo hichi kipande kinapatikana katika aya 2, lakini hauanzi mwanzo wa aya ya 39 wala hauishi mwisho wa aya ya 40. Unielewe vizuri, tena andika vizuri. Kwa wale wenye vitabu vya maajabu ya Qur'an namba 1, hichi kipengele ukienda kukisoma, kasome kwenye kipengele cha ukurasa wa 98. Kuanzia ukurasa wa 97 mpaka 98 hapa ndio zimeandikwa aya hizo. Kwa wale ambao hawana kitabu, tuendelee kufuatilia hapa. Kwa kama una kitabu, hauna haja ya kuandika hivi, unaweza ukarudi kwenye kitabu ukaenda kuangalia vizuri. Aya ya pili inapatikana katika sura Al-Imran, aya namba 14. Yenyewe unaisoma yote. Al-Imran ni sura ya 3 tu katika masafu. Bakara inatangulia ndio inakuja Al-Imran. Kwa ukianza sura Fatiha, Bakara, Al-Imran, unaenda Nisaa, Maida, unakwenda uko mbele. Kwa ile sura ya 3 ndani ya masafu Al-Imran, kasome aya namba 14. Hii ni aya ya pili. Aya ya 3 inapatikana katika sura hiyo hiyo Al-Imran, lakini kwenye aya namba 31, na yenyewe inasomwa yote. Kumbuka aya moja au kipande cha aya kitakachosomwa hapa unakisoma mara 41. Sio mara moja, mara 41 ndio unakwenda kwenye kipande kingine, ndio utaratibu wake. Au kama utaweza usome kila kipande mara moja mpaka mwisho tunarudia mara moja, utachelewa. Kwa kila kipande cha aya au cha aya nzima utakayoelekezwa hapa kisomwe mara 41 ndio unakwenda kwenye kipande kingine. Kama unasomea kwenye maji, kama unasoma mwenyewe tu, au kama unasoma kwenye tunda au chakula kitamu, utaratibu ni huo. Soma mara 41 afu zeni unakwenda kwenye kipande kingine. Kwa hiyo aya 3 inapatikana katika sura Al-Imran katika aya namba 31, unasoma aya yote. Aya namba 4 inapatikana katika sura Bakara, sura ya 2, aya namba 165, lakini yenyewe hii unaanzia kwenye maneno yanasema yuhibunahum. Kuna maneno yameanza lakini yanaenda mpaka unakutana mkato kidogo au koma, alafu yanaanzia maneno yanasema yuhibunahum. Kuanzia hapo mpaka mwisho wa aya utasoma maneno hayo. Aya namba 5 inapatikana katika suratu Yusufu. Suratu Yusufu unasoma aya namba 30, lakini katika hiyo namba 30 hiyo aya
unaanzia kwenye maneno yanayosema kadeshagafaha, kadeshagafaha hubba. Kuna maneno yameanza hapo kwa wale wanaojua kusoma Qur'an. Lakini kama hujui kusoma Qur'an, mtafute mtu anayejua kusoma Qur'an, umsikilizishe hii clip au mpe kitabu cha maajabu ya Qur'an akufafanulie hizi aya zinavyosomwa, alafu akusomee. Kwa sababu kwenye kitabu nimeeleza vizuri na hapa pia nakuelewesha vizuri. Kwa kwenye hiyo sura ya Yusuf aya 30, huanzi mwanzo wa aya, unaanzia maneno yanasema kadeshagafaha hubba. Hapo ndipo unapoanza mpaka mwisho wa aya ya 30 katika suratu Yusufu. Aya ya 6 inapatikana katika suratu Al-Imran tena, ila inakuwa ni aya namba 159. Unaona sura, na hizi aya ziko kwenye sura moja, unaweza ukazisoma zote ukazimaliza ndio ukaenda kwenye sura nyingine, japo hapa zimewekwa tofauti tofauti. Sio lazima uende na mfuatilio huu au mpangilio huu. Unaweza ukasema kwa kuwa aya fulani zimepatikana kwa wingi kwenye sura fulani, basi nizisome zote kwa utaratibu wake. Unaweza nikishachomoka kwenye sura hiyo ndio niende kwenye sura nyingine, bado inawezekana. Sio lazima kufuata utaratibu uliopangiliwa hapa. Kwa hiyo aya namba 6 inapatikana kwenye suratu Al-Imran, ni aya namba 159 katika suratu Al-Imran. Unasoma yote. Aya namba 7 inapatikana katika suratu Maida, sura ya 5 hii. Suratu Maida unasoma aya namba 54, lakini unaanzia kwenye maneno yanayosema yuhibbunahum. Kuna maneno yameanzia hapo yuhibbunahum. Kuna maneno yanaanza yanaenda, afu baadaye ukifika hapo kwenye yuhibbunahum, hapo ndipo utaanza kusoma mpaka mwisho wa aya ya 54. Vipande vyenye vinakuwa havijatajwa usivisome jamani. Useme mimi sasa kuliko kusoma vipande nusu nusu mimi nasoma aya nzima. Hapana, utakuwa umekosea. Utaratibu wa elimu ya tiba unataka kipengele kinachohusiana na jambo fulani ndio kisomo hicho, na sio tu kujisomea. Ndio maana kila kitu kina mwongozo wake. Kwa ukienda utaratibu huu utapata unachokitaka. Ukienda kinyume na utaratibu huu tarajia kukosa kabisa. Na wala usimtafute mchai wako. Mchai wako ni wewe mwenyewe, ujeuri wako wa kutokufuata utaratibu. Aya namba 8 inapatikana katika suratu Al-Imran, aya namba 188. Yenyewe aya inasomwa yote. Suratu Al-Imran aya namba 188 inasomwa yote. Aya namba 9 inapatikana katika suratu Swadi. Suratu Swadi aya namba 32 mpaka aya namba 33 zinasomwa zote hizo aya. Na aya namba 10 inapatikana katika suratu Swaf. Aya sio Swafati, kuna suratu Swaf na Swafati, sio Swafati, ni suratu Swaf aya namba 13 na yenyewe pia inasomwa yote. Ukisoma hizi aya kila kipande au kila aya kwa idadi ya mara 41 kwa utaratibu wa kusomea kwenye maji ya mvua au kusomea kwenye tunda au chakula kitamu au kusoma tu wewe kwa nia ya kupendwa na kukubalika katika jamii, utayaona maajabu. Na kuna lingine unaweza kuongeza, unaweza kutafuta mafuta ya tini. Mafuta ya tini au mafuta ya mkubaliwa. Jamani, yanauzwa madukani haya mafuta ya tini au ya mkubaliwa. Unayasomea haya mafuta. Unasomea, unakuwa unayaweka kwenye karibu na mdomo wako, unasoma, ukimaliza aya moja unapuliza. Ukimaliza aya moja unapuliza. Ukamaliza afu ile mafuta uko unapaka, shehe, utashangaa maajabu makubwa sana. Kama ni mwanamke, jizuie kukubali kila mwanaume, kwa sababu watakuja wanaume wamefuruliza hivi mpaka utashangaa. Sasa hivi ilikuwagaje? Walikuwaga wapi hawa? Wewe mwenyewe ndio utachagua, nichague mwenye gari au mwenye hana gari. Hata wale wanaowasomea wanawake dua zile za kutaka kuolewa, watumizi zinasaidia sana. Mwambie kutafutia mafuta ya zaituni, mafuta ya tini na mafuta ya mkubaliwa. Mnaweza mkachanganya pamoja, au ukipata tu mafuta ya tini au ya mkubaliwa peke yake, yasomea ya hizi afu mpe mwanamke akawe anajipaka. Utashangaa. Yaani watakuja wanaume mpaka atashangaa. Mimi hizi nimewasaidia watu wengi sana kwenye masuala ya kuolewa. Nakumbuka mwanamke mmoja niliwahi kumfundisha
Mwanzoni alikujaga kipindi cha nyuma akasema mimi nina miaka 6 toka nimeolewa sijapata mtoto na nini, ila leo kupata mimba ikatoka mtoto akafariki bado mdogo. Kaambia unatakaje? Sasa mimi nataka nipate kizazi. Tukamtengenezea dawa za kumfungua, akaenda akatumia ndani ya miezi 3. Yaani itutumia siku 3 lakini ndani ya miezi 3 akapata ujauzito. Akazaa mtoto wa kwanza, akazaa mtoto wa pili. Ila akawa anazalia nyumbani, akarudi tena. Sasa mimi nimefanikiwa kweli, nashukuru nipata watoto 2 lakini nataji na mimi nipate nyumba yangu. Nipate mji, sitamani kuzalia nyumbani. Naomba unisaidie tena. Kaambia basi kanitafutie mafuta ya tini. Akatafuta mafuta ya tini, tukaje tukamsomea dua. Akaenda akatumia. Ndani ya miezi 2 akapata mume. Siku nyingine akaja nyumbani akaniambia, "Shehe, nashukuru sana. Umenipatia mji, umenipatia watoto na umenipatia mji. Sasa nimeolewa, nipo kwangu." Lakini ni vitu vidogo vidogo kama hivi vinavyoadisiana hivyo. Sasa hivi vitu vya kawaida. Kama wewe havikuhusu, kuna mwingine vinamuhusu na anavihitaji kweli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukivifanyia kazi vinakujibu kweli kweli. Kwa hizo ndo aya 10 zenye kuleta mvuto wa ajabu katika mwili, wa kupendwa na kukubalika katika jamii. Kumbuka kuna ile ofa yetu ambayo ilishatangazwa toka siku za mwanzoni mwa hizi siku za Ramadhani. Ofa ya kupata vile vitabu 12 inaendelea, na nilisema ofa hii itadumu ndani ya mwezi mzima. Lengo sio kwamba labda tumekosa kazi za kufanya. Lengo ni kutaka hata yule ambaye ana kipato kidogo aweze kupata hivi vitabu. Kwa nini apate vitabu? Hivi vitabu akivipata vitampa mwongozo mzuri. Kuna mambo mengi tunakwama jamani kwa sababu ya kutokuwa tuna elimu. Kwenye Biblia sikumbuki ni mstari gani, lakini kuna pahala pameandikwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu kutokuwa na maarifa ya vitu fulani wanafeli sana. Hivi vitu vya kidunia na vya kidini pia vinahitaji elimu ili kufanikiwa. Mtume SAW kuna hadithi yake moja anasema, aliwaambia maswahaba, ukiitaka hii dunia basi soma elimu ya dunia. Ndio hizo za kisekula, utaenda sekondari, utaenda wapi, utaajiriwa, utakuwa nani waziri, sijui nani. Hakuna waziri hata mmoja aliyeajiriwa kule waziri hajasoma. Hilo ni haliwezekani. Na sisi wote tunathibitisha. Ila unaweza kuwa mbunge, umesha tu darasa 7, ila huwezi kuwa waziri kama haujasoma kiukweli. Na vyo vingine vingi vya maengineer, madaktari, huwezi ukawa daktari kama hujasoma elimu za kidunia. Huwezi ukawa engineer hujasoma, huwezi ukawa sijui profesa hujasoma. Haiwezekani. Lakini ukisoma utapata. Kwa hiyo Mtume akasema ukitaka dunia soma elimu. Akasema lakini na ukitaka akhera soma elimu. Kwa na akhera pia inahitaji elimu yake. Usome elimu ya dini, ujue shortcut za kupata pepo, kupata sababu kubwa. Yani vitu vingi tu vimeelezwa huko. Akasema na ukitaka vyote, yani unataka dunia na akhera, soma elimu. Kwa hiyo elimu ni mfunguo wa kila kitu. Ndio maana katika moto mwingi wa shule tunaziangalia huko umeandikwa kwenye vibao vya shule, unasikia moto, elimu ni nuru, moto, elimu sijui ni nini, elimu ni ufunguo, elimu sijui ni dira, elimu ni kwa sababu elimu inaweza ikakuongoza kwenye vitu vingi jamani. Kwa hata hizi elimu za kitiba zinahitaji mwongozo, sio kujifanyia tu. Kwa hiyo sasa tunaamini sisi tukiweza kuwasaidia watu wengi wenye wana kipato kidogo, wanaweza kujigomboa kesho na kesho kutwa. Huyo anaweza akaja akakwambia, "Shehe, nashukuru kuhusu vitabu vyako vimenisaidia. Nilikuwa sina hichi, leo nina hichi." Sisi tunafarijika sana, tunafarijika kwa sababu tunajua kwamba kumbe kile tulichokitengeneza kimeweza kumsaidia na huyu, na yeye atasaidia watu wengine tena huko mbele. Unaona bwana? Kwa hiyo ofa hii itadumu ndani ya mwezi mzima. Kwa muda wote, saa yote, wakati wote ukipata nafasi, ukapata hiyo shilingi 45 yako, unalipia, unatumia vitabu 12. Cha msingi tu unapofanya malipo ya vitabu, unalipia shilingi 45, kwenda namba moja wapo katika hizo 3. Ukishalipia una screenshot ule muamala au unaupiga picha, unathibitisha sasa malipo yako. Unathibitishaje malipo? Ni kwamba usikishoto ule muamala au kupiga picha, unanitumia mimi tena kwenye WhatsApp yangu kwenda namba moja hapo katika hizo 3. Zote namba zinatumia jina moja tu, la Bashiri Hussein Lugamba. Ukishalipia jina linatoka hilo.
lakini namba zote zipo WhatsApp. Ukisha screenshot ule muamala au kupiga picha, unanitumia WhatsApp kama kudhibitisha malipo yako kwamba she, unatuma ile picha, alafu mwisho unaandika ofa Ramadhani. Kwa mimi nikishaona ule muamala kwamba imethibitishwa kiasi kadhaa imetumwa kwa Bashiri Hussein Lugamba, basi mimi najua huyu kweli ndo aliyefanya muamala huu. Basi mimi nawajibika kukutumia vile vitabu. Na vitabu utatumia kwa njia ya PDF kupitia simu yako au kompyuta au laptop au tablet. Itategemea na kifaa gani unatumia kukipokelea vitabu hivyo, kupitia WhatsApp au email. Lakini vifaa vinavyoweza kupokea vitabu hivi ni simu, smartphone, tablet, PC au laptop au kompyuta. Hivi vinaweza vikapokea kitabu. Kwa hiyo utachagua ima ni email au ni WhatsApp. Kwa kama utahitaji vitumie kwenye email, utatuwekea na email yako hapo. Ukihitaji kwenye WhatsApp, basi hakuna haja ya kuweka hiyo email. Unaweza kuniambia nitumie hapa kwenye WhatsApp, basi sisi tutakuwekea vitabu hivyo. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa kuvipata vitabu kwa bei ya ofa. Kumbuka, huu muda wa ofa unaotangazwa ukija ukaisha, usije ukategemea utakuja eti utaomba ofa yako peke yako. Kiukweli waga sitoi ofa hiyo. Hata waliobahatika ni wachache sana. Tena kuna sababu maalumu. Mwingine anatoka huko sasa, shehe, mimi nilikuwa kijijini huko napalia mahindi, nimerudi hivi nakuta ofa ndio inaishaishia. Sasa mimi kwa nataka nimejikusanya nimepata 45, nataka nikutumie unipe ofa. Muda huo anakuambia hayo ofa ishaishaga. Hauwezi kumsaidia. Utaambia tu bwana, kwa 45 nunua vitabu viwili. Nunua kitabu cha Abjadi kinauzwa 20,000, nunua kitabu cha Mwongozo wa Tabibu kinauzwa 20,000. Hela imeisha. 5,000 inabaki ni ya kunywa soda tu. Badala ya kupata vitabu 12 unapata vitabu viwili tu ambavyo vinatosha hela yako. Sasa hii inakuwa sio sawa, kwa sababu huyu mtu angeweza kupata ofa kabisa kamiliki vitabu vingi na vikamsaidia kwenye nyadhifa tofauti tofauti, lakini ndio hivyo, nafasi ameikosa. Kwa hiyo si uoga, unamuelekeza mtu kulingana na pesa yako, basi kitabu kinachofaa hapo kulingana na idadi ya pesa ni hichi na hichi, chagua sasa wewe. Au kama ni vya Barati, chukua viwili, inabaki shilingi 15,000. 15,000 chukua na Maajabu ya Qur'ani namba 2, hela imeisha, 45 imeisha. Imeisha hiyo tayari. Baada ya kupata vitabu 12. Kwa hiyo ndio hivyo share. Kwa wale ambao wote wanatamani na wanakuwa na ndoto ya kumiliki vitabu vya elimu ya tiba vya Ustadh Bashiri, huu ni muda wao sasa wa kunufaika. Ni muda wa kunufaika. Mwezi wa neema huu. Lakini baada ya hapa tutakuja kukutana kwenye bei halisi sasa. Hapo mimi huwa sicheki na mtu yoyote, nitakwambia unahitaji kitabu gani, kitabu fulani, bei yake ni kadhaa. Ukiwa hauna nakwambia kaitafute, ukiipata utanitafuta, tutakutumia inshallah. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie kwa wale wenyewe tunatamani kumiliki. Sasa wa subscriber wapi? Wale watu ambao hawajui kumiliki vitabu. Hata wewe kama kuna mtu mmoja jana amenishangaza, anasema shehe, mimi ni mganga, ni tabibu na kufuatiliaga karibia miaka 3. Sasa mimi shehe nimelogwa, sifanyi kazi sipati, nikipata kazi napata labda kazi moja labda na pesa kubwa nitakolipwa labda ni 30,000 tu, lakini ile pesa nikiipata nitaitumia mpaka iishe, ikishaisha ndo naweza kupata kazi nyingine. Kwa naomba unisaidie. Ni mganga huyo. Lakini nikamuuliza swali, umesema umenifuatia kwa muda gani? Ana miaka kama 3 na kufuatilia. Nikasema una kitabu gani cha kwangu cha elimu ya tiba? Sasa sina kitabu chochote. Nikasema unaona mbona unapofeli? Wewe ni mtaalamu sawa, labda inawezekana wewe labda umenizidi elimu, lakini hebu kitafuta hata kitabu changu kimoja kikuongoze. Kuna baadhi ya vitu mimi nitajua nimekushinda tu. Mimi naongea na matabibu wengi sana. Kuna matabibu wengine nikikutajia hapo kusema na huyu shehe kuongea naye akakuomba msaada wewe. Jamani, elimu tunatofautiana. Wewe una hichi, mimi nina kile. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba bwana hichi ni kitabu kinaelezungumzia elimu ya tiba, unatakiwa ukitafute ili uangalie huyu bwana amenizidi sehemu gani na mimi nimemzidi sehemu gani. Kwa hiyo bwana nichomwambia kwamba wewe bwana kwa kuwa hauna kitabu, rudi kwenye klipu zangu. Nimeshafundisha dawa ya kufufua uganga uliokufa. Wewe tayari umeshalogwa wewe. Kafufua uganga wako uliokufa, mambo yatakaa vizuri. Kwa anarudi na kule klipu, na sio mimi nianze kumsomea zile dawa, sijui tumia dawa fulani ambazo hayana kitabu. Ila kama ingekuwa na kitabu ningemwambia kasome ukurasa wangapi, kuna dawa nimeshaifundisha hapo. Hii ingekuwa shortcut kabisa. Lakini sasa hana kitabu, namwambia ukurasa wangapi. Inabidi umrudishe kwenye channel kwamba nenda katafute clip imezungumzia dawa kufufua uganga uliokufa.
inabidi arudi kule. Kwa hiyo haya yote ni mateso sasa. Kwa nini uteseke? Au kama ulikuwa huandiki basi ndio hivyo, inabidi turudi kwenye klipu zikakusaidia. Kwa inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Hii ni Tiba Facts Online TV na mimi ni Ustadh Bashir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.